Mwangaza FM. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 11 dakika ni ya 21 kama ambavyo tulikuahidi kifika majira haya. Basi moja kwa moja tunaungana na wageni ambao wametembelea hapa kwa siku hii ya leo. Ndio, kwa ajili ya mambo mbalimbali. Kabisa kwa ajili ya kujifunza vitu vingi msikilizaji. Ndio. Musa, tusipoteze muda wala wakati, moja kwa moja karibuni sana, mjitambulishe kwa faida ya msikilizaji apate kufahamu huyu ni nani pia. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Stewart Lyson Jangaji. Mimi ni mtaalamu wa dawa kwa maana ya mfamasia kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe, sehemu ya kutibu dawa za kulevya inaitwa Itega. Asante sana. Sawa, karibu. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Charles, ni occupational therapist au mtoa tiba kwa njia ya vitendo, lakini pia ni mtaalamu wa utengamao. Sawa mzee, unaweza kasogeza hapo hiyo mic hapo. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Daktari Jacob Chembele, ni daktari mstaafu lakini niko kwenye chama cha afya ya jamii Tanzania TPHA. Sawa, karibuni sana, mjisikie mko nyumbani na hapa ni mahali sahihi kabisa. Asante sana. Sawa, tulimjuza msikilizaji kwamba tutajikita kwenye mambo yanayohusu unywaji wa pombe, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo tutaangazia kwa siku hii ya leo. Sasa nichukue wakati huu kumkaribisha Stewart. Tuanzie kwako hapo sasa. Asante. Tumekuja hapa kuzungumzia haya mambo kwa sababu tumegundua moja ya vitu ambavyo vinatumika sana kwenye eneo la vilevi au tunaita dawa za kulevya. Pombe inatumika kwa sehemu kubwa sana. Lakini tunatambua kwamba matumizi ya pombe yana madhara makubwa kwa mtumiaji. Ndio. Lakini wakati mwingine kwa watu ambao wanakuwa karibu naye katika mazingira hayo. Sasa pombe kimsingi ni sehemu ya dawa za kulevya, na inapokuwa imetumika sana sana inaenda kwenye ubongo na yako mambo ambayo yanaweza kuyaathiri. Na wako watu ambao wanapata pia magonjwa ya akili kwa sababu ya matumizi ya pombe. Lakini kuna watu ambao wanapata shida kwenye figo, kwenye ini, kwenye ubongo kama nilivyoeleza. Lakini pia na kwenye njia nzima ya hii ambayo inahusika kwenye kuvunja chakula ili kiweze kufanya kazi kwenye mwili. Ndio. Kwa hiyo katika hali hiyo tunaona ni vema sana tuje tuzungumze, angalau tuiambie jamii inatakiwa ifanye nini kwenye eneo la matumizi ya pombe. Kwa hiyo tunasema katika mazingira ya kawaida kabisa hakuna kiwango chochote cha pombe ambacho ni salama kwa mtumiaji. Kwa hiyo hata kama kuna mtu anakunywa kiasi kidogo sana cha pombe, asija kaamini kwamba yuko salama kwa sababu anakunywa kiasi kidogo. Lakini hatari kubwa inakuja sana kwa wale ambao wanakunywa kiasi kikubwa zaidi. Kwa hiyo kadri wanavyotumia pombe, hata kama unatumia kiasi kidogo, tambua kwamba yako mambo yanaweza katokea na ukapata hasara kubwa kuliko vile ambavyo unafikiri wakati wa kutumia hiyo pombe. Naomba kuishia hapa kwa sasa. Sawa, nataka nisali hapo kwa Stewart Lyson. Umesema unaweza ukanywa kiasi ukazani kidogo kumbe kina madhara. Sasa huenda msikilizaji anajiuliza hivi sasa nitajuaje kama hii pombe ijapitiliza ama imepitiliza? Kuna kiwango fulani unajua hapa hiki kinakuwa kinafaa. Miaka 3 iliyopita ya nyuma au turudi nyuma miaka 3 na kuendelea huko nyuma, kuna kiasi ambacho wenzetu wanaoshughulika na masuala ya afya kidunia walisema kwamba sio hatari. Kwa mfano wanasema mwanaume akinywa chupa 2 za bia kwa siku sio shida, na kwa wiki hataki kuzidisha chupa 14. Lakini kwa mwanamke inaenda nusu, kwa maana ya kwamba kwa wiki hataki kuzidisha chupa 7. Sasa hiyo wameweka tu kwa ujumla. Lakini siku za karibuni nafikiri 2023 hapa wametoa tena, wamefanya research, kwa Kiswahili sijui tusemeje, lakini utafiti. Yes, wamefanya utafiti na wamekuja kugundua kwamba hata hiyo ambao walisema inaruhusiwa bado sio salama kwa mtumiaji. Kwa hiyo ina maana ninachotaka kusema ni kwamba bila kujali ni kiwango gani, kwa maana ya ujazo
ama kiwango gani cha chupa za bia ama aina gani ya pombe, bado zote haziko salama kwa mtumiaji. Sawa, tunaishi katika jamii Musa. Tunasikia watu wengi wanakuambia bwana, ukitaka kunywa pombe wewe umeshiba. Ukishiba ile pombe haitakuwa na madhara. Hii ipoje? Kwenye sayansi hakuna uhusiano wowote. Sio kweli kwamba ukiwa umeshiba basi huwezi kupata madhara ya pombe. Ingawa viko vyakula ambavyo kivitumia vinarahisisha utoaji wa ile pombe baada ya kunywa. Yaani manake ni kwamba ukinywa pengine unaweza usilewe kwa haraka. Kwa sababu kiasi kingi cha pombe kinakuwa kinavunjwa na kutoka nje kwa urahisi. Na nafikiri unazungumzia wala ambao wanasema akila nyama ili akanywa pombe hakuna shida. Kwa anaanza kwa kula nyama choma pengine, baadaye anakuja anakunywa pombe akiamini kwamba yuko salama. Kweli ni kwamba hayuko salama, ila amerahisisha tu pombe itoke kwa haraka, ivunjwe kiurahisi, lakini pia asilewe kwa haraka. Lakini madhara bado yapo, kwa sababu akisha kunywa pombe inapita kwenye baadhi ya maeneo kwenye mwili. Inapita kwa mfano kwenye ini ili kuvunjwa. Kwa hiyo inaweza kaacha athari kubwa sana kwenye ini. Lakini akisha kunywa pia itaenda kwenye ubongo kufanya kazi. Kuna uwezekano ule muda ambao amekunywa pombe, hata kama imerahisisha kutoka, lakini uwezo wake wa kufikiri unaweza kuwa umepata changamoto. Wengi wanapoteza ile utulivu kwenye kufikiri mambo. Kwa hiyo hata kama imetoka kwa haraka, lakini bado tunaweza kuona changamoto bado zinaweza kutokea kwenye maeneo ambayo nimeyataja. Sawa, Steward ameongea mambo mengi sana, natamani tuje kwa Emmanuel Chazi. Mengi yameongelewa, kwako pia tugusie hapo. Kuna kitu kingine cha kumwambia msikilizaji? Mimi labda cha kumwambia msikilizaji ni kumkumbusha juu ya madhara ambayo tayari bwana Steward amejaribu kuyaongelea. Kuna madhara aina mengi ambayo mtu anaweza akayapata kutokana na matumizi ya pombe. Kwanza tukiangalia upande wa afya ya akili. Kwa sababu sisi tunatokea hospitali ya taifa ya afya ya akili, lazima tuliguse ili eneo. Tunasema matumizi ya pombe ya muda mrefu yanaweza akapelekea kuongezeka kwa mtu kuwa na yale matamanio ya kujiua, au kuongezeka kwa majaribio ya kujiua kwa sababu mtu anatumia pombe. Lakini pia matumizi ya pombe yanaweza kapelekea mtu kupata magonjwa ya akili kama kusononeka, au wasiwasi. Ndio hivyo, wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapotumia pombe ina tabia ya kwenda kufanya ubongo wako ufanye kazi taratibu, na pia inaweza ikachangia kwenye kuharibu ubongo wako na kupelekea ubongo wako kufanya kazi kwa namna isiyo sahihi. Lakini pia matumizi ya pombe yamekuwa chanzo kikubwa cha ajali huko barabarani, kwa sababu mtu anapotumia pombe hatutegemei ufanisi wake wa kazi au ufanisi wake wa mambo kama kuendesha na kufanya vitu vingine vikawa sawa sawa kama mtu ambaye yuko katika hali yake ya kawaida kabla ya kutumia pombe. Lakini pia matumizi ya pombe yanaweza akapelekea mtu kuingia katika tabia hatarishi, kama vile mtu kujiingiza kwenye ngono zembe na tabia nyingine hatarishi ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuleta maafa kwake mwenyewe au kwa jamii. Lakini pia pombe imekuwa chanzo kikubwa kabisa cha familia kutengana saa nyingine, kwa sababu tunajua kama baba atarudi usiku akiwa amelewa, sidhani kama ndani ya nyumba kutakuwa na amani. Pamoja na hayo, pombe inaweza kaleta magonjwa mengine ya kimwili kama alivyotangulia kusema bwana Steward, kwamba mtu anaweza akajikuta anakunywa pombe, anahisi yuko salama, lakini ndani kwa ndani ini linapata shida, figo inapata shida, lakini pia vidonda vya tumbo. Lakini kama alivyosema kwamba kuna study au research iliyofanyika hivi karibuni, utafiti ambao umeongelea madhara ya pombe, ukisisitiza kwamba pombe ina mchango mkubwa sana katika swala zima la kansa. Kwa hiyo pombe ina madhara makubwa, watu wafahamu. Hamna mtu ambaye anaacha pombe kwa kutishiwa kwamba ina madhara, lakini tunatamani watu waelewe kwamba pombe ina madhara kwako wewe mwenyewe, lakini kwa jamii inayokuzunguka na kwa familia. Kwa ni muhimu watu wakatambua haya madhara na kuweza kuchukua hatua katika kuangalia namna gani either anapunguza matumizi ya pombe au anaachana na matumizi ya pombe au anatafuta msaada kwa ajili ya kufanya hayo mawili tuliyotaja. Asante sana. Je, kuna njia gani mbadala mtu mwenye msongo wa mawazo njia mbadala ambayo tofauti na pombe? Maana unakuta mtu ana msongo wa mawazo anaona njia moja kwa moja ni pombe. Je,
njia gani mbadala ambayo mtu anaweza kutumia? Sawa kabisa. Sasa ukiongelea masuala ya pombe na swala la mawazo linahusianishwa kwa kiasi kikubwa sana. Tukatai, lakini tunasema zipo njia bora za kupambana na mawazo au changamoto, stress, kuliko kutumia pombe. Umeuliza kuna njia gani? Njia zipo nyingi na kila njia inafanya kazi kwa mtu. Tunasema kila mtu anatofautiana na mwenzake. Kwa mfano, kuna mtu mwingine akiwa na mawazo anaweza akasikiliza muziki na ikamsaidia kutulia. Kuna mtu mwingine akiwa na mawazo anaweza akafanya mazoezi ikamsaidia kutulia. Kuna mtu mwingine anaweza akawa na mawazo na akaamua kumshirikisha mtu mwingine, kuongea ile jambo ambalo linamkwaza, kilitoa nje likamsababisha yeye kuweza kutulia. Lakini mtu mwingine anaweza akawa labda akiwa na mawazo akaamua tu kuwa na vitu vyake ndani, anachora au anafanya nini, au wengine tunasema physical activity, kazi ambazo zinahitaji nini, nguvu. Ili aweze kufanyaje, kupunguza au kukabiliana na ule msongo wa mawazo. Tunasema mtu anayekimbia akiwa na mawazo na mtu anayekunywa pombe akiwa na mawazo wanafanya kitu kimoja katika njia mbili tofauti. Mtu ambaye atakayekunywa pombe akiwa na mawazo, ndio kwa muda ule mawazo yatapungua, lakini anajiweka kwenye hatari, kwa sababu pombe ina madhara kama madhara ambayo tumetangulia kuyasema. Kwa hiyo anaweza kajiweka kwenye hatari ya yeye kuingia kwenye magonjwa kama tuliwasema, magonjwa ya akili na vitu vingine. Na kitu kibaya zaidi kwenye pombe, au madhara mabaya zaidi kwenye pombe, ni kuwa mtegemezi. Kuwa mtegemezi, yani tunaanza kama starehe au tunaanza kama kitu cha kutuliza mawazo na baadaye inageuka kuwa matibabu. Wewe unaanza unasema anakunywa chupa moja, mfamasia atatuelezea zaidi baadaye hapo. Unaanza na chupa moja, baadaye utaongeza na baadaye utajikuta bila kunywa pombe haulali. Kwa hiyo unakuwa mtegemezi wa moja kwa moja kwenye pombe. Na je, unywaji wa pombe unahusiana moja kwa moja na magonjwa ya akili? Mimi naomba kwanza niongeze jambo kwenye eneo la stress. Unajua, kwenye hali ya kawaida, ili maisha yaweze kwenda, lazima binadamu akutane na changamoto za maisha. Ndio. Lazima aweze kufikirisha ubongo, aweze kuwaza jinsi ya kufanya mambo, ndio maisha yenyewe. Kimsingi tunasema hizo changamoto za maisha zinazotupata ndio ladha halisi ya maisha. Sasa tatizo linakuja pale ambapo unakuwa na mawazo ambayo majibu huna. Unafikiria vitu ambavyo kwenye uwezo wako haviwezekani. Niko mimi leo hapa na mwenzangu, pengine leo nafikiria mimi baada ya mwaka mmoja ninunue ndege, wakati kwa sasa hapa nilipo hata baskeli sina na sina kazi ya kufanya. Kwa hiyo nitajiingiza kwenye kufikiri mambo ambayo hayawezekani, na ule msongo wa mawazo sasa ndio unaopelekea mtu kutafuta njia za kusolve ambazo hazijakaa vizuri. Kwa mfano, umezungumzia matumizi ya pombe. Kimsingi pombe sio dawa tiba ya kutibu stress. Ni bahati mbaya tu kwamba watu wanatafsiri tofauti. Pombe sio dawa ya kutibu stress, lakini wanaitumia pombe kama kuficha matatizo ambayo yametokana na stress. Sasa issue ni kwamba ukitaka kutibu vizuri stress, lazima waone wataalamu, ili sasa wakufundishe njia bora za kupambana na hiyo changamoto uliyokutana nayo. Wataalamu wa psychology wapo. Hawa ni watu ambao ukikaa nao wanaweza kukupa njia nzuri za ufumbuzi kwenye changamoto ulionayo kuliko kutumia pombe. Lakini tukumbuke kwamba unakunywa ile pombe kwa wakati ule ni kama stress zinakuwa zimeisha, lakini ile changamoto iko pale pale. Mara pombe inapoisha tu kwenye mwili, changamoto inaendelea kujitokeza. Kwa hiyo huyu mtu anajikuta anatumia pombe muda mwingi, mwisho wa siku anaingia kwenye eneo la pili. Badala ya kuwa anatumia kwa ajili ya kutibu stress yake, anajikuta anakuwa ni mraibu wa pombe. Sasa hapa anakuwa ameshaingiza ugonjwa mwingine. Hawezi sasa kufanya jambo lolote mpaka amekunywa pombe. Kwa hata jikuta tunatibu stress, lakini pia tunatibu uraibu wake wa pombe. Hiyo ndio changamoto kubwa. Sawa, kabla tujaelekea kwa Daktari Jacob Chembele, natamani tusalie hapo kwa Steward. Kuna swali hapa limeulizwa na msikilizaji, anaitwa Ready Baby, anatoka Bahi. Anauliza kama pombe ni mbaya halafu ipo sawa na madawa ya kulevya, kwa nini serikali msishauri nyinyi wataalamu izue viwanda vya pombe na unywaji wa pombe kama inavyozuia madawa ya kulevya kuliko kushauri wananchi, na wakati vitu vinatengenezwa kila siku na vinauzwa hadharani? Na nashukuru sana. Hili ni swali zuri kweli kweli. Hizi dawa za kulevya, nimegusia tu pombe kwa sababu ndo tumeanza nayo leo, lakini dawa za kulevya ziko kwenye makundi mawili. Zipo dawa za kulevya ambazo zimeruhusiwa kutumika
zingine ni dawa tiba kabisa, yaani tunazitumia kutibu hospitalini, ni dawa za kulevya. Lakini zipo ambazo zimekatazwa na haziruhusiwi kutumika kisheria. Sasa masuala yanayohusu hii isimamishwe, isitumike, hii itumike, hayo yanatokana na sera za nchi, kwa sababu ni nchi inaamua. Leo hii tunavyozungumza sisi kwetu tunasema kwa mfano bangi hairuhusiwi kutumika, na ukikutwa nao pengine unakamatwa, wanakufungulia mashtaka, lakini ziko nchi ambazo zimewaambia wananchi watumie bangi. Sasa hatuwezi kusema bangi ni nzuri kwa sababu wale wameruhusu. Changamoto ya kiafya iko pale pale, lakini kinachobaki kwenye maamuzi, kipi kitumike na kipi kisitumike, serikali inaamua kupitia mamlaka ambazo zipo. Sisi tunachotaka kukisema hapa ni lazima tukwambie ukweli, kwa sababu ingekuwa kwamba labda pombe haina shida, wasingesema kwamba chini ya miaka 18 usinywe. Sigara zipo zimeruhusiwa kutumika, wamesema chini ya miaka 18 usivute na ni hatari kwa afya yako, lakini imeruhusiwa kuvutwa. Sasa hiyo ni masuala ambayo yanahusu wanaotengeneza sera. Sisi tuko kuzungumzia masuala ya afya, kwamba pombe sio salama. Pengine serikali inaweza kaona huko mbele kuona namna bora ya kufanya, ingawa tunafahamu kwamba kuna maeneo ambao wamesema pombe zisiuzwe. Tunajua hilo. Na zikipatikana hayo maeneo ni shida. Maana yake ni kwamba wanafahamu kwamba kuna changamoto kadha wa kadha, ndio maana wameona mahali fulani pombe zisiende huko. Kwa sasa masuala ya kuipiga marufuku siwezi kuzungumzia, kwa sababu bahati mbaya sana mimi sio mtunga sera kwenye hilo eneo. Nashukuru. Sawa. Musa, naona Steward pamoja na Emmanuel Chazo umeongea mambo mengi sana. Hivi sasa tuhamie kwake Daktari Jacob Chembele, yeye anatokea Chama cha Afya Jamii Tanzania Kanda ya Kati. Naamini sasa uwanda ni wako na wewe kueleza vingi sana kwa msikilizaji hivi sasa. Asante mtangazaji. Na mimi nawapongeza wenzangu waliozungumza. Na mimi nizungumzie kuhusiana na hivi ya hiyo pombe. Pombe pamoja na kusema inaweza kaeleweka ni labda ya kienyeji, lakini kuna pombe za aina nyingi, kuna pombe za viwandani na kuendelea. Na watu wanatumia pombe kwa malengo yao mbalimbali. Kuna watu ambao wanatumia pombe pamoja na kusema ina madhara, lakini wao wanaona kama labda inawafurahisha, ina sherehe kwenye nini. Lakini pia kutokana na madhara yake, mpaka serikali imeweka, bunge limepitisha sheria kuhusiana na matumizi ya pombe. Sasa ile sheria ambayo imetungwa, nafikiri ilikuwa 1968 hivi, act yake ile waliotunga ya mambo ya pombe. Kwa hiyo wanaona kwamba matumizi, usipotumia vizuri, ni kama sheria za magari unayoendesha barabarani na nini, anakuwa na sheria. Usipokuwa na sheria, yani kunakuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo hata katika pombe kuna sheria ambayo imewekwa na bunge kupunguza yale madhara. Kwa hiyo utasema watoto labda chini ya miaka 16 au 18 wasitumie, kwa sababu wale wakitumia madhara yanakuwa ni makubwa zaidi labda kuliko watu wazima. Hata kina mama kiwa wajawazito, tunaambia kwamba wakinywa pombe wanaharibu mambo yao yani mimba inaweza kupata shida na matatizo ya mapafu ya maini, kwa hiyo imetokea madhara mbalimbali. Na hata ukitumia hizo pombe, wakati mwingine inamaliza uchumi, zile hela ambazo pengine itakiwa uziache nyumbani kwa ajili ya matumizi, wewe unaenda kunywa. Kwa hiyo huyu unaleta umaskini, na barabarani vile vile madereva wanaoendesha magari, kwa sababu ile pombe kama mtu ulikuwa unafuata sheria, ukitumia pombe ile huoni tena sheria kama ipo, yaani unaendesha kama mtu kwa huru. Kwa hiyo inasababisha madhara barabarani, unapata ajali mbalimbali na nini. Kwa hiyo zinakuwa na shida mbalimbali za kutokana na matumizi ya pombe. Pamoja na kusema kuna wengine wanaweza kusema inafurahisha, lakini hata hiyo pombe hiyo ina tofauti sana katika madhara yake. Kwa mfano mtu akitumia labda glasi moja ya bia na mwingine anakunywa labda chupa 10, chupa nyingi. Kwa yule ambaye anatumia chupa kidogo, madhara yake yanakuwa ya chini kidogo. Utamana hata serikali inaweza kuruhusu, kuna mabaa, kuna nini, madhara ambayo yanatokana na ile sio makubwa sana. Kwa hiyo lakini pia inaleta uchumi. Lakini ukitumia labda chupa 10, mtu anaweza kufa kwa sababu ya kunywa hizi pombe kali, kwa kama whisky na nini. Ukitumia zile, kwa kweli mtu anaweza akaondoka duniani. Lakini pia pombe hiyo unayotumia kwa muda mrefu, hata magonjwa yale ambayo yalikuwa labda ile ambayo ya kuambukiza yale, yani kwa sababu inapunguza ile kinga ya mwili,
Kwa hiyo rahisi na mtu kupata magonjwa mengine makando yake. Matumizi ya pombe yanaleta madhara, kwa hiyo watu wasitumie pombe. Waache. Mwenye kusema kuna faida kidogo kidogo ya kiuchumi, ya kiserikali, ya nini. Lakini kwa jumla wake ukiacha ni vizuri zaidi. Na namna ya kucontrol hizi stress, pamoja na kusema unaweza kuimba, kufanya nini, lakini unaweza kwenda, wengine wanaenda kanisani, wengine sasa wameokoka, wamefanya nini. Lakini yote hii inasaidia sana kupunguza matumizi ya pombe. Tabii mimi niishie hapo, alafu wengine wataendelea. Sawa, msikilizaji, hivi sasa ni saa 11 dakika ya 43. Una fursa ya kushiriki na sisi kwa 0735 7878 20. Tunaongelea mambo yanayohusu unywaji wa pombe. Hapo kuna tafiti umeelezwa msikilizaji, lakini kila kitu madhara Musa ndio yameelezwa hapa. Hivyo kama una swali lolote kupitia namba hiyo moja kwa moja una fursa ya kupiga. Mimi na Musa tuko hapa kuhakikisha basi simu zote zitapokelewa kwa wakati. Je, na jamii na nafasi gani kuwasaidia wale walioathirika na unywaji wa pombe? Jamii ina nafasi kubwa sana, na hili ni eneo la msingi sana, kwa sababu mtu akishapata uraibu wa pombe, anakunywa pombe kupindukia, wakati mwingine jamii inamtenga na kuona huyu mtu hana maana. Ni kweli sometimes, kwa sababu anakuwa hawezi kufanya kazi, familia sasa naona huyu mtu hasaidii. Lakini tunataka tuambie kitu kimoja, kwamba inapotokea kwamba huyu mtu amepata shida kubwa ya matumizi ya pombe mpaka amepata huo uraibu, tafsiri yake ni kwamba huyu sasa ni mgonjwa. Tunaweza tukaona mtu akiwa anaumwa pressure, akiwa anaumwa kisukari, nyumbani hatumfukuzi wala hatumtengi. Leo tunataka tuifahamishe jamii kwamba hata huyu ambaye amepata uraibu wa pombe ni mtu ambaye tayari ameshakuwa ni mgonjwa. Sasa jamii inatakiwa kufanya nini? Ni vema kuanza kufikiri jinsi ya kumsaidia kwa habari ya kupata matibabu. Tumeeleza hapa kwamba sisi tumetokea Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe, sehemu ya kutibu dawa za kulevya. Maana yake ni kwamba inapotokea mtu ameshakuwa mraibu wa pombe, akifika kwetu atapata matibabu. Kwa jamii iamke na iwasaidia hawa watu, badala ya kufikiri kuwatenga, badala yake fikirie kuwaleta kwenye matibabu ili waweze kupata huduma, na mwisho wa siku warudi katika mazingira haya ya kawaida na waweze kuzalisha kama ambavyo walikuwa wanafanya kazi zao siku za mwanzo. Sawa, kwenye line ya simu. Hello. Habari yako mtangazaji wangu mpendwa? Salama kabisa. Kwa faida ya msikilizaji, sauti ya nani kutoka wapi? Usiogope, kwa faida ya wasikilizaji na kwa faida yenu wataalamu wetu madaktari hapo, si ndio? Nimebahatika kuongea na mwanachama wa chama cha Wavumilivu Salam Club. Majina yangu Maiko Mapikipiki, na twanga mtelefoni wangu niko mwanangu Nzuguni. Nimetulia gereji kwangu na kijana wangu Masele pembeni Mwangaza FM ndio mpango mzima. Nilikuwa nataka niwaulize maswali kama sio mawili au moja kwa ajili ya kuokoa muda. Unakuta labda kuna sehemu moja nishaenda kuona kijijini, kuna binti alikuwa ameachiwa mtoto. Sasa nashangaa yule mtoto anakuwa analia sana, wakachukua ile pombe ya kienyeji kidogo na glasi wanampa ili anywe ili lengo walale. Je, ile na yenyewe ni ina ukweli? Ukimpa vipombe kidogo mtoto anaweza akanywa na akalala, au uongo? Moja. Swali langu la pili, mama mjamzito kama mjamzito, je, anashauriwa kunywa labda kinywaji kile kilevi labda cha pombe, labda aina gani ya pombe? Na je, anaruhusiwa kunywa mwisho ngapi? 2, 1, 3, 4. La pili. La mwisho, je, wamejipanga vipi kuhusu swala zima la kuendelea kutoa elimu? Maana hapo kuna wengine unajua wasikilizi Mwangaza FM wapo, lakini je, wamejipanga vipi kuhusu swala zima la kutoa elimu? Maana nimewakubali sana na vile vile nawapa hongera sana kwa kufika 90.8. Maiko Machuma toka Nzuguni, kama vipi chekundu kinahusika. Asante sana Michael Makila Kitu. Msikilizaji, endelea kushiriki na sisi kwa 0735 7878 20. Huyu hapa kwenye line ya simu. Hello. Dada, habari ya jioni? Salama, habari ya kwako? Habari ya kwako? Salama kabisa, karibu sana. Asante sana. Unazungumza na Jumana Jonsi, nikifanya vyema kutoka Manicho Manyoni au cheka kidogo hapa. Mimi nataka niwaulize hao wataalamu. Kuhusu nataka niwaulize swali langu kwamba hivi, je, huyu mtu anapokuwa tayari anakunywa pombe, sasa pengine tayari
ugonjwa unaanza kumnyemelea taratibu taratibu. Je, kumchukua yule mtu miezi mingapi na dalili akatambulika tayari huyu pombe ilishamwasili au maini yake yaisha asilika? Je, inachukua miezi mingapi na utamtambuaje? Sawa, asante sana msikilizaji. Simu moja ya mwisho ikiwa ni saa 11 dakika 47 0735787820. Simu moja ya mwisho, huyu hapa kwenye line ya simu. Hello mama, poleni kwa kazi kwa ujumla hapo studio mama. Asante, karibu. Asante sana mama. Acha nijitambulishe wadau wa Radio Mwangaza, nijue mimi ni nani pamoja na daktari hapo. Naenda kwa jina la Kenge mama au Kenge Mnyama. Itigi kwetu Majengo mama, ndiko ninakopatikana mama. Nimetulia tuli na wasikiliza wewe na daktari hapo. Mimi nina swali moja tu mama la muhimu au mawili. Swali langu la kwanza linasema hivi mama, huyo daktari anasema hivi, kuna pombe nyingine zina madawa ya kulevya na pombe zingine hazina madawa ya kulevya. Sasa je, swali langu linakuja hivi, utaijuaje pombe yenye madawa ya kulevya na pombe isiyokuwa na madawa ya kulevya? Na swali lingine la mwisho, nipo kama ndugu yangu Michael Makipiki, naona mtoto mdogo mtukutu anacheza, ili sasa aache kucheza asiwe mtukutu, anapewa japo gongo kidogo anywe, anaukata ule usingizi. Je, kwa mtoto mdogo ni sawa kiafya? Mimi yangu nayo mama. Asante sana baba mzazi, shukrani sana. Naamini maswali mmeyasikia vizuri sasa. Mimi na Musa sio wataalam. Tunarudisha kijiti kwenu sasa. Tunashukuru kwa maswali mazuri. Na hii inaonyesha ni kwa namna gani wananchi wako na sisi, na tatizo la pombe ni kubwa sasa. Lakini pia katika maswali haya tutajibu kadri itakavyowezekana kwa uzuri ili waweze kutuelewa. Hilo swali, kuna swali liulizwa, mtoto kupewa pombe anasinzia, analala, imekaaje? Si ndio? Ndio. Sisi tunasema kwanza hairuhusiwi kabisa mtoto kupewa pombe. Kama ambavyo tulisema pale mwanzo kwamba mama akiwa mjamzito haruhusiwi kutumia pombe, kwa sababu hii pombe inaenda moja kwa moja kumwathiri mtoto na inaathiri maeneo mengi ya muhimu. Kwanza inaathiri ukuaji wake wa ubongo, lakini pia inaathiri ukuaji kwa ujumla. Kwa huyu mtoto, na wakati mwingine inaweza kapelekea huyu mtoto akazaliwa akiwa amerithi, tunaita vinasaba vya ulevi wa pombe. Kwa hii ikae vizuri. Sasa ukiwa unampatia mtoto anakunywa pombe, ni kweli analala kwa sababu pombe inaweza kumfanya mtu alale. Ipo kwenye kundi la dawa za kulevya tunaita vipumbaza. Vipumbaza vinakuwa na tabia ya kumfanya mtu alale. Kwa hiyo mtoto kulala, ni kweli atalala kwa sababu amepewa pombe, lakini haimaanishi kwamba mtoto kulala sasa ndo tutumie pombe ili aweze kulala. Pombe ina madhara makubwa kwa mtoto, kwenye ukuaji, kwenye kufikiri kwake. Kwa hiyo tunashauri mtoto asipewe pombe ili aweze kulala. Na kama alikuwa analia, hatulii, maana yake kuna shida ambayo imefanya afike hapo. Kwa hiyo ni vema mzazi afikiri zaidi kumsaidia mtoto kwenye shida alionayo badala ya kumpa pombe alale. Tunashauri hiyo. Lakini mjamzito kunywa pombe, kama nilivyosema, kabisa kwa mjamzito ndo tunasema kabisa asinywe kiasi chochote cha pombe, kwa sababu nimeeleza sio tu yeye kupata shida, hata mtoto anayekuja kuzaliwa atapata shida. Wako watoto ambao akishazaliwa atakuwa kwa shida, yani ukuaji wake ana miaka mingi, lakini uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kutambua mambo, uwezo wake wa kufanya vitu vingi kama watu wengine wanavyofanya unapungua. Lakini mbaya zaidi, atakapofika shule ndo madhara yataanza kuonekana zaidi. Unaona mtoto wako umempeleka shule nzuri, walimu wanapambana kufundisha, lakini uwezo wa mtoto kuelewa, kufanya vizuri darasani unakuwa huko chini. Kwa hiyo tunasema huyu mjamzito kabisa hataki kutumia pombe. Sawa Steward, natamani tujibu kwa kifupi maana muda nao sio rafiki. Yes, swali la 3, kutoa elimu.
Sisi tumejipanga vizuri sana, tunafanya kazi hii kubwa ya kutoa elimu, na leo tunashukuru tuko hapa Mwangaza FM, mmetupa fursa ya kuja hapa. Tunaamini ninyi ni wadau wakubwa, ndio maana mmetuleta hapa. Tunafanya hivi kwenye mashule, tunafanya hivi makanisani na kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunaalikwa kulingana na hali inavyokuwa inaendelea. Na uzuri ni kwamba tarehe 26 mwezi huu wa 6 tutakuwa na maadhimisho ya kitaifa au tuseme maadhimisho ya kidunia ya kupinga au ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya. Hii itafanyikia Jakaya Kikwete Convention, na tunawakaribisha pia wananchi waweze kupata elimu pale na vitu mbalimbali. Asante, ninashukuru sana. Sawa, Musa. Ndio. Kuna chochote hapo? Je, mnashauri vipi? Maana sasa hivi kuna wimbi kubwa la vijana ambao wanatumia vile vilevi vikali, tunasema spirit. Sasa je, nini kifanyike kupunguza? Maana vijana ni wengi sasa hivi. Unakuta asubuhi kijana kashapiga kile kinanilivi vile. Je, nini kifanyike kupunguza ongezeko la unywaji wa pombe kwa vijana? Tunashukuru sana. Hawa wanaotumia hizi spirit, kwanza watambue kwamba zina kiwango kikubwa cha pombe. Ananunua shilingi 500 au 1000, analewa siku nzima. Afahamu hatari ni kubwa, kwa sababu kiwango cha pombe kinakuwa ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo tunashauri vijana wasitumie hizi pombe. Lakini pia tunaamini serikali inachukua hatua. Hayo maeneo mengi ambayo hizo pombe za aina hiyo zinauzwa, serikali inadhibiti na inaendelea kulifanyia kazi hilo. Kwa hiyo sisi tunashauri wasitumie kabisa hizo pombe. Kama mambo ni magumu kabisa, basi tumesema hapa kwamba pengine kiwango cha chini kabisa, hiyo chupa 1, chupa 2 ya bia ya kawaida, ambayo kiwango cha pombe kilichopo ni cha kawaida sana, tunaweza kaitumia. Lakini haimaanishi kwamba tumeruhusu kutumia pombe. Tunashauri hivyo. Sawa. Naona wakati sio rafiki sasa. Tuhamie kwako Emmanuel Chazi. Tumeongelea mambo mengi sana. Msikilizaji ameuliza maswali ni mengi na simu ni nyingi, lakini wakati tu sio rafiki. Mwisho wa siku msikilizaji anayetusikiliza afanye nini ili kuepuka ya madhara yanayotokana na unywaji wa pombe? Kitu cha kwanza na cha msingi kama tulivyosema kwamba kila mtu anatumia pombe kwa sababu yake binafsi. Huyu atatumia kwa sababu anapata mawazo, huyu atatumia kwa sababu anataka furaha, na huyu atatumia kwa sababu ana changamoto nyingine za kimaisha na vitu vingine kama hivyo. Sisi kitu ambacho tunakishauri, kwanza watu watafute msaada. Matumizi ya pombe sio tatizo, sio kwamba ukishatumia pombe ndio mwisho wa maisha au ndio ushaharibu kila kitu. Hapana, msaada unapatikana. Na kama unaona una changamoto zako za kimaisha ambazo unashindwa kuzimudu, hatusemi changamoto za kifedha kwa sababu hiyo ni issue. Hata kama una changamoto za kifedha unaona kwamba zinakupelekea kwenda kwenye matatizo mengine ambao kama unywaji wa pombe na vitu vingine, tunashauri sana kutafuta msaada aidha kwa ndugu wako karibu, wanajamii, au pia kutafuta msaada kwa wataalamu. Lakini pia tujue kwamba pombe sio suluhisho la mambo ambayo tunapitia katika maisha yetu, wala pombe sio njia pekee ya kupata furaha. Nimesikia daktari hapa amesema masuala makanisani, misikitini. Hizo ndizo nguzo ambazo tunatakiwa tuegemee kipindi ambacho tunapitia vitu vigumu au mambo magumu kwenye maisha. Tuna vikundi kwenye jamii, tuna watu. Tuwe na mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri na jamii yetu. Lakini pia pale ambapo tunaona tatizo limepitiliza au limezidi, tuweze kutafuta msaada. Kutafuta msaada sio kushindwa wala sio aibu. Kutafuta msaada ni moja ya ujasiri pia. Ni sign ya ujasiri au ni alama ya ujasiri. Kwamba hili limenishinda na naenda kuomba msaada, sio aibu. Mimi ya kwangu ni hayo. Sawa, dakika moja kwako Daktari Jacob Chembele. Unatoka Chama cha Afya ya Jamii Tanzania. Jamii inayokusikiliza hivi sasa ifanye nini sasa? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa kweli jamii ina nafasi kubwa sana katika kukabiliana na madhara yanayotokana na pombe. Jamii kwa maana hata tukisaanzia kama bunge nalo linaangalia matatizo yako kiasi gani na iweke sheria wakati wa kufungua labda sehemu, wakati gani wafungue sehemu za starehe na wakati gani wafunge, na watoke makundi gani labda wanafunzi wasiende pale wanashule msingi sio wasiende kunywa. Kwa hiyo kuna control mbalimbali ambazo zinatumika. Lakini hata katika nafasi ya kijijini huko nako kulikuwa na wale viongozi wetu waweze kuratibu upigaji wa pombe, spike ovyo ovyo, wapike kwa wakati maalum, yani kuwa na control. Kwa hiyo ukiwa na control nzuri, basi jamii itakuwa salama. Na mwingine azungumza mwenzangu kuhusiana na alichosema binti kwamba anapata pombe.
Kwa kweli kupata pombe kama binti pamoja na kusema kwamba analia, yeye anampa pombe na nyamaza. Lakini pengine alikuwa analia kwa sababu ana njaa. Sasa wewe kama unapompa pombe ile njaa inaisha. Kwa hiyo sasa unajidanganya wewe tu. Kwa hiyo nafikiri kwamba matumizi ya pombe yapate ushauri na jamii nzima iwe inahusika katika kukabiliana na lile tatizo. Kwa hiyo katika familia pia tuweze kuona kama kuna mmoja wetu anaenda, kama ni baba au ni mama, katika level ya familia kuwepo na kikao fulani, mkae na kuanza kujadiliana namna ya kupunguza madhara yanayotokana na pombe. Lakini pia katika mtaa au katika kitongoji, kama watu ambao wamezidiwa, kwa sababu ile shida ambayo ya watu wanaokunywa pombe, kama ni wagonjwa, baadaye ule ugonjwa wake unamfanya mtu aende hospitalini atumie dawa, serikali inatumia hela nyingi sana kwa ajili ya matibabu haya nani. Kwa hiyo ile jambo liwe la kijamii au la kitaifa au la kinchi, namna ya kukabiliana, pamoja na kufanya utafiti mbalimbali. Sawa. Wakati sio rafiki sana. Niwashukuru sana kwa muda wenu msikilizaji. Tulikuwa na wageni ambapo wameongelea mambo yanayohusu unywaji wa pombe, wameongelea madhara, wameongelea vitu vingi nini kifanyike. Msikilizaji, tulikuwa na Steward Njagaje. Yes. Lakini pia Emmanuel Chazi na Daktari Jacobo Chembele wameongelea vitu vingi sana. Tuwashukuru sana kwa wakati wenu. Tunatamani tuendelee kubaki na nyinyi, lakini wanasema muda ni ukuta. Ukipigana na muda utaumia mwenyewe. Lakini ndugu zetu watu muongea mengi, hawajasema jamani karibuni sikukuu imefika. Wakakaa kimya mpaka mkamaliza. Mwaliko. Hamjasema hilo kwa nini? Lakini mabosi zetu mnakaribishwa kwenye hiyo siku ya kusherehekea. Uzuri umesema mapema, hata usingesema tungekuja. Tunajua kwa Daktari Jacobo Chembele, kwa Emmanuel na kwa Steward tungeenda. Asante sana. Msikilizaji, muda si mrefu tunakwenda kusali kwa pamoja sala ya Malkia wa Mbingu. Majira ya saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka DW Bonn nchini Ujerumani. Mimi ni Lilian Vincent. Mimi ni Musa.